Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Sampa Katema YouTube online. Kama nilivyokueleza awali, leo kumefanyika uchaguzi wa ngazi ya wilaya kwa upande wa BAKWATA hapa wilayani Muheza, mkoa wa Tanga, ambapo tumeweza basi kuwapata viongozi wetu wa juu akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, wajumbe pamoja na baraza la mashehe. Hapa ninaye mteuliwa ambaye huyu ndiye mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya. Nafikiri atajitambulisha mwenyewe na utamfahamu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Shekhe, karibu sana katika kipindi chetu hiki, na tuko live kupitia chaneli yetu ya Sampa Katema Online TV. Asante sana. Labda ungejitambulisha majina yako na kiufupi historia yako kwa ufupi, watazamaji waweze kufahamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Abubakari Ramadhani Bwanga, ni mzaliwa wa wilaya hii ya Muheza kwenye kijiji cha Rusanga. Asante Sheikh Bakari Muhammad Bwanga. Unaweza ukawaambia watazamaji wetu ni nini jukumu lako kama mwenyekiti wa BAKWATA? Bismillahirrahmanirrahim. Jukumu langu kama mwenyekiti wa BAKWATA ni kusimamia halmashauri kuelekea kwenye maendeleo ambayo yatawahusu Waislamu wote katika wilaya na wakati mwingine hata wasiokuwa Waislamu. Naam, asante ndugu mwenyekiti. Labda sasa utueleze ni kitu gani labda kimekusukuma kugombea au kuingia katika kinyang'anyiro cha nafasi ya mwenyekiti wilaya? Nashukuru kwa swali zuri kabisa ambalo huenda nilikuwa natamani kuulizwa swali hilo. Ama kwa hakika ambacho kimenisukuma kugombea nafasi hii ya mwenyekiti ni kutaka kushirikiana na waliopo, lakini pia kutaka na mawazo ya waliokuwepo ili mradi kuisukuma mbele wilaya kimaendeleo. Naam, Sheikh Bakari, kabla hatujasonga mbele, furaha yako ikoje na umepokeaje huku kuchaguliwa kuwa ni mshindi? Furaha yangu ni ya wastani sana, si furaha ya juu wala si furaha ya chini. Furaha yangu ni ya wastani kwa sababu kwenye wilaya hii yule ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa wilaya hii, yeye ndiye aliyetamani mimi nichukue nafasi hii kwa kunishauri na kunisisitiza, lakini pia baada ya kuyatazama ambayo yeye ameyasimamia na kuridhishwa na mwenendo ambao ameupiga kuniambia na mimi nichukue kijiti chake, nilifurahi siku hiyo aliniambia, kwa sababu niliona na mimi nitakwenda kuongeza fikra, nitakwenda kuongeza mawazo yangu pale ambapo yeye ameishia ili tuende mbele zaidi. Kwa hiyo furaha yangu ilikuwa ni wastani kwa sababu nilifurahi siku ambayo yeye aliniambia, bwana, mimi nataka wewe uwe mwenyekiti. Siku hiyo ndio nilifurahi sana kuliko hata leo. Mashaallah. Vipaumbele vyako ni vipi Sheikh Bwanga? Vipaumbele ambavyo vitakuwa ni vyangu, na lugha nzuri niseme si vipaumbele vyangu, vipaumbele vya wilaya, ni kuhakikisha tunakuwa na muunganiko. Wilaya yetu kinachokosekana ni muunganiko. Mahala popote ambapo muunganiko umekosekana, maana yake mahala hapo maendeleo hakuna. Lazima tufahamu maendeleo yanaanzia kwa mtu, lakini pia yanakwenda kwenye familia, yanakwenda kwenye koo, wakati mwingine ndio inaingia kwenye kata, tarafa, wilaya na hata mkoa. Sasa ili hali zote hizi zipate maendeleo zinategemea ule muunganiko walionao. Muunganiko ndio utakaowafanya wakae, muunganiko ndio utakaowafanya washauriane, lakini muunganiko ndio utakaowafanya wawe na jambo moja la kuliendea, kwa sababu wako katika hali ya umoja. Jambo lolote mbele wakiliendea kwa umoja wao linakuwa jepesi na linawezekana. Sasa kwenye wilaya yetu hii kumekosekana hicho kitu kinachoitwa muunganiko. Mimi jambo la kwanza kabisa ambalo namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniwezeshe ni kupambana hii hali ya kuondoa umakundi na tuwe wilaya moja, wilaya yenye jicho moja, wilaya yenye sauti moja, wilaya yenye sikio moja,
ili tuweze kupiga hatua katika yale ambayo tunakusudia kuyafikia inshallah. Naam. Ndugu mtazamaji, kwa wale ambao mmejiunga nasi sasa hivi, tuko katika kipindi cha maalum ambapo tunazungumza na aliyeshinda nafasi ya wenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA wilaya Muheza katika uchaguzi ambao umefanyika leo. Sheikh Bwanga. Naam. Labda una mpango gani wewe kama mwenyekiti wa halmashauri katika kuwanyanyua vijana katika masuala mazima ya dini, elimu na maadili? Alhamdulillah, pia nishukuru kwa mara nyingine kwa swali zuri ambalo umeniuliza. Katika jumla ya jambo ambalo linaniuma sana ni ukitazama hata muundo wetu wa baraza. Ukiutazama hata muundo wa baraza kuanzia viongozi wa juu kabisa mpaka kwenye misikiti, kata, mpaka huko chini, wengi ni watu wazima kwa maana ya wazee. Hii inaashiria kwamba vijana hawana nafasi kwenye baraza. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametupa hii nafasi, tunatamani tuwashawishi vijana, tuzungumze nao, waone baraza ni mali yao, baraza ni chombo chao, kimetengenezwa kwa maslahi yao, na waone kwamba kuwepo kwao kwenye baraza kuna mchango mkubwa wa kulifanya baraza kuwa zuri zaidi. Hili ni jambo ambalo tutalipigania kuhakikisha tunakuwa na vijana wengi kwenye baraza. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini umeniuliza namna gani ya kuendeleza kielimu. Mwenyezi Mungu amejalia kwenye wilaya yetu hii tuna madarisi nyingi tu, lakini sisi wenyewe wakazi wa mji huu huwa hatupendi hilo jambo la kusoma. Lakini natamani na naomba Mwenyezi Mungu ajalie katika muda ambao nitakuwa kwenye madaraka haya, basi angalau tuwe katika madarasa zilizo katika wilaya nzima, angalau tuwe na madarasa 3 kwenye kila tarafa. Sasa tarafa 3, basi angalau kila tarafa moja iwe na madarasa moja, ambayo hiyo madarasa moja itolewe macho na uongozi wa BAKWATA, kwa maana wale waliomo ndani ya madarasa ile wawe na wanafunzi wa baraza kwa maana ya tarafa nzima. Kwa hiyo tutasaidia pale kielimu, na Allah amejalia uwezo wa kusaidia kielimu tunao. Kwa hiyo tutasaidia pale kielimu, lakini tutasaidia pia kikushauriana, ili ifike hatua vijana kwa namna moja ama nyingine watoke pale walipo, lakini pia wapige hatua ya kielimu kama ambavyo ulifikiri. Lakini pia kwenye mfumo wa umesema tabia, ni kweli vijana tabia zimekuwa mbaya, na hili tunaliona kama tabia mbaya bila ya kutazama kilichopelekea uwepo wa tabia mbaya. Wote tumesoma, tunajua jambo unaloliona hivi sasa, basi usifikiri ndio limeanza hivi sasa. Jambo unaliona madhara yake leo lilianza kuharibika mbali. Hata Wabondei wana misemo yao, wanasema ukii wagiahae. Hii ni misemo ya Kibondei, ikiwa na maana kwamba usije ukamshutumu mtu kwa tabia mbaya unaiona hivi sasa. Hebu mtazame asili yake kule alikotoka kukoje, kwa sababu inawezekana wewe kwako hilo ni baya ukaita tabia mbaya, lakini alipolelewa huyo kule kwao sio baya. Unaona? Na imefika hatua sasa tunakosa mafanikio ya kuwabadili watu kutoka kwenye tabia mbaya kuja kwenye tabia nzuri, kwa sababu tunatumia nguvu bila ya kujua chanzo cha tabia mbaya alionayo mtu. Hauwezi kuondosha tabia mbaya ya mtu bila ya kujua chanzo cha tabia yake. Kwa hiyo tutajitahidi kufuatilia ndani ya wilaya kinachopelekea vijana wawe na tabia mbaya ni nini, na tukikigundua kinachopelekea vijana wawe na tabia mbaya, tutajitahidi kukiondosha na kuweka kingine. Manake ukimnyang'anya mtu alichoshika unatakiwa umpe kingine, usimnyang'anya akabaki hivi hivi tu, atatafuta ambacho ukitaki tena. Kwa tutajitahidi kuona chanzo cha tabia mbaya ni nini, halafu tutafute mbadala wa hiyo tabia mbaya ambayo itakuwa ni tabia nzuri, na Mwenyezi Mungu atatusaidia inshallah, tutapandikiza tabia nzuri kwa watoto wetu. Naam. Naam, asante ndugu mwenyekiti, labda nikuulize maswali ya mwisho. Nafahamu kwamba tangu asubuhi upo katika mchakato wa uchaguzi na umechoka, lakini dini yetu Tanzania yetu ama nchi yetu ni nchi ambayo haina dini, lakini wananchi wenyewe ndio kila mmoja na dini yake, na nyinyi viongozi ndio ambao mnapelekea kupatikana amani ya nchi, lakini pia mna sehemu ambayo mkifanya hiyo au mkikosea hiyo amani ya nchi itavurugika. Labda wewe kama mwenyekiti wa halmashauri ya Muheza,
una mpango gani, yaani ushirikiano wako utakuwa vipi kati yako na viongozi wa dini nyingine katika kuhakikisha amani ya nchi inapatikana? Nashukuru kwa swali zuri ambalo umeliuliza. Majibu yangu hayatopishana sana na majibu ya swali dogo katika yale uliyouliza. Ni kweli mimi ni mwenyekiti wa halmashauri, lakini ni upande wa Waislamu, na tukizungumzia mmong'onyoko wa maadili hatusemi Waislamu tu. Tukizungumzia mmong'onyoko wa maadili manake upo ndani ya Waislamu na upo kwa wale wasiokuwa Waislamu, tena huenda hata wale ambao hawana dini pia mmong'onyoko wa maadili kwao upo. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza kuondosha huu mmong'onyoko wa maadili ni lazima kuwe na ushirikiano baina ya hawa viongozi wa kidini. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nakusudia kulifanya, nakusudia kujitambulisha kwa viongozi wa dini nyingine, lakini pia nakusudia kujitambulisha kwa viongozi wa serikali, ili ifike hatua madhamira nilionayo niwaambukize na dhamira walizonazo waniambukize, ili tuwe na kauli moja katika wilaya ambayo ni kubadili tabia za wana Muheza. Naam, asante ndugu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Muheza kwa upande wa BAKWATA. Labda nikuulize swali la mwisho ili nikuachie uende katika majukumu mengine. Kabla hatujafunga kipindi chetu, una ujumbe gani kwa Waislamu na watazamaji ambao wanatutazama? Ujumbe wangu wa leo kwa Waislamu hasa wa wilaya ya Muheza ni kwamba ninachowaomba na ninachowaitia, tujitahidi kuwa na kauli moja, tujitahidi kuwa na sauti moja, tujitahidi kuwa na sikio moja. Tukitengeneza huo umoja wa kisauti, tukatengeneza umoja wa kimasikilizano, tukatengeneza umoja wa kimaneno, tutapiga hatua kubwa kwa muda mfupi, hatua ambayo inawezekana ikawastua wale ambao hawajatengeneza huo umoja ambao wa kimasikilizano. Kwa sababu ninachoamini, watu wanaposikilizana wanapiga hatua, na wasiposikilizana hatua haiwezi kupigwa, kwa sababu kila mmoja atakuja akitaka lake ndio liwe na la mwenzake lisiwe. Kwa hiyo ujumbe wangu au ombi langu kwa wana Muheza wote, lakini pia ni uenezi, niseme kwa Waislamu wote wa Tanzania, tutengeneze mfumo wa kuwa na kauli moja, tutengeneze mfumo wa kuwa na sikio moja, tutengeneze mfumo wa kuwa na jicho moja. Haya maendeleo tunayakusudia ya Kiislamu, basi kila mmoja anufaike nayo na apate. Naam, ni Sheikh Bakari Muhammad Bwanga ambaye ni mshindi wa kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Muheza kwa upande wa BAKWATA, ambaye alikuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi. Sheikh, nakushukuru sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Bariki sote inshallah. Katika msafara huu Sheikh Bakari Muhammad Bwanga ameambatana na mwenyekiti mstaafu wa BAKWATA katika halmashauri yetu, naye ni Mzee Zuberi. Naam, nafikiri umetufuatilia tangu mwanzo mpaka sasa hivi tunakwenda mwisho wa kipindi chetu. Una lipi la kuzungumza Mzee Zuberi? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nimemaliza muda wangu salama na nikaamua kuachia ngazi ili tuachie vijana na waendelee. Naona bwana. Lakini kitu ambacho nakishukuru sana kwamba lile lolitaka limekuwa, kwa sababu kweli nilimfuata huyu, nikajaribu kumshauri, nikashukuru Mungu kunikubalia kwamba basi hakuna tatizo. Basi na mimi nikashukuru, kabidi nimwambie Sheikh Mkuu wa wilaya kumweleza, na akanikubalia vizuri, tena wafanya vizuri za kumpata. Na kitu shukuru sana kwamba amepita kwenye kinyang'anyiro hiki. Basi nishukuru. Sasa tumwangalie spidi yake ni kweli. Lakini huko nyuma na sisi tumemshika hivi kwamba acha kigonga kula na nyuma. Jamani, nimegonga hivi baada. Fanye ili tumweke sana, ni kwamba tunaliweka baraza hai na kwa hai. Maana unapogonga huko nyuma unajua kuna watu wananiangalia. Ndio kulifanya baraza la kwa hai. Kama huko nyuma hakuna watu basi
Naam, ndugu mtazamaji wa chaneli yetu, ni mzee Zuberi huyu ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa halmashauri ya BAKWATA wilaya ya Muheza. Na nikushukuru mzee Zuberi, asante sana kwa kushiriki pamoja nasi katika kipindi chetu. Asante sana. Na kufikia hapa ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha mahojiano maalum. Tulikuwa na mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA wilaya ya Muheza, ndugu Bakari Mohamed Bwanga, ambaye tulikuwa na mahojiano naye tangu mwanzo mpaka mwisho. Nikusihi uendelee kuwa nasi katika vipindi vingine, na kufikia hapa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.